Habari yako mtazamaji, karibu tena Naturemed Supply kwenye channel yetu inayohusiana na masuala ya afya. Unateseka na maumivu ya ghafla kwenye viungo vyako? Unahisi maumivu makali kwenye kidole gumba cha mguu, magoti, mikono au viungo vyote kwa ujumla? Kama ndivyo, huenda unakabiliana na tatizo kubwa la uric acid kuzidi mwilini mwako, na jambo ambalo linasababisha magonjwa ya gauti pamoja na matatizo mengine ya viungo. Lakini usihofu, suluhisho la tatizo hili linaweza kuwa rahisi kuliko unavyodhani na linapatikana kwenye chakula unachokula kila siku. Katika makala hii nitakuletea vyakula 12 ambavyo vimehakikiwa kitaalamu na vinapunguza uric acid mwilini mwako. Usikose kutazama hadi mwisho kwa sababu mbinu ya 10 na 12 itakuwa ndio vyakula bora zaidi ambavyo vimehakikiwa na vinaweza mkubwa kupunguza uric acid kwa asilimia kubwa. Mimi naitwa Dr. Mkina, mawasiliano yetu ya simu yanapita chini ya screen ya video hii. Unaweza kutupigia kupata ushauri au kutaka tiba zilizoandaliwa kwa misingi ya kibiolojia. Usisahau kusubscribe na kubonyeza alama kengele salena hadi mwisho ili uweze kujua vyakula hivyo 12 vinavyoondoa uric acid kwenye mwili wako. Chakula cha kwanza ni nyama ya kuku isiyo na ngozi. Kama unahitaji protini yenye afya bila kuongeza kiwango cha uric acid, basi nyama ya kuku itakuwa ni chaguo bora zaidi. Nyama nyekundu kama ya ng'ombe pamoja na mbuzi ina kiwango kikubwa cha purines ambazo zinachangia ongezeko la uric acid, lakini kuku ana kiwango cha chini kabisa. Jinsi ya kula chakula hichi: chagua njia bora ya kukipika kama kuchoma au kuchemsha au kupika kidogo kwa mafuta ya mzaituni. Epuka kukaanga na mafuta mengi au kupika na michuzi mizito ambayo inatumia nyanya nyingi. Chakula cha pili ni samaki wa maji baridi kama vile salmon pamoja na tuna. Samaki hao wana omega 3 na virutubisho vinavyosaidia kupunguza maambukizi na uchujizi katika viungo. Hata hivyo, samaki wengine kama dagaa pamoja na sardini wana purines nyingi, hivyo ni vyema kuviepuka. Jinsi ya kula vyakula hivi: unapaswa kuchagua samaki aliyechomwa au aliyechemshwa au aliyepikwa na kuandaliwa kwa mafuta ya mzaituni kwa kiasi kidogo. Chakula cha tatu ni mayai. Mayai yana protini nyingi lakini yana kiwango cha chini kabisa cha purines, hivyo ni mbadala nyama nyekundu. Yanaweza kuliwa kwa aina tofauti kama vile kuchemshwa, kukaangwa kwa mafuta ya mzaituni au kutengenezwa kama omelette yenye mboga. Chakula cha nne ni maziwa na bidhaa za maziwa, haswa Greek yogurt pamoja na maziwa yasiyo na mafuta. Tafiti zinaonyesha kuwa maziwa hupunguza uric acid mwilini kwa kusaidia kuiondoa kupitia mkojo. Greek yogurt na maziwa yasiyo na mafuta ni chaguo bora zaidi kwa watu wenye matatizo ya gauti. Chakula cha tano ni mboga za majani. Tofauti na imani potofu kwamba bidhaa hizi zina purines nyingi, mboga za majani kama broccoli, spinach pamoja na sukuma wiki hazisababishi ongezeko la uric acid. Zinatoa vitamini muhimu sana vinavyosaidia kupunguza uzito, ambao ni muhimu sana kwa njia ya kupunguza uric acid mwilini. Chakula cha sita ni matunda yenye vitamini C kama machungwa, ndimu, mapapai pamoja na matikiti maji. Vitamini C vinasaidia figo kuchuja uric acid kutoka kwenye damu. Tafiti zinaonyesha kuwa watu wanaokula kiwango cha juu cha vitamini C wana kiwango cha chini kabisa cha uric acid. Jinsi ya kula: unapaswa kunywa juisi ya machungwa au kula mapapai safi au kula vipande vya tikiti maji mara kwa mara. Chakula cha saba ni karanga pamoja na mbegu kama almond, chia seed pamoja na flaxseed. Hizi ni chanzo kizuri cha mafuta yenye afya pamoja na protini bila kuwa na kiwango cha juu cha purines. Zinasaidia kudhibiti mwili dhidi ya moto unaosababishwa na uric acid. Watu wengi huwa wanatumia kwenye mkate wa brownie pamoja na kutafuna kama vile karanga za almond. Chakula cha nane ni viazi vitamu pamoja na ndizi. Viazi vitamu vina antioxidants zinazoondoa sumu nyingi mwilini na kusaidia figo kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Ndizi pia zina chanzo kizuri cha potassium ambayo inasaidia kusawazisha kiwango cha juu kabisa cha uric acid mwilini. Chakula cha tisa ni tangawizi na kitunguu saumu. Vyakula hivi ni maarufu kwa kupambana na uvimbe mwilini na kusaidia kuondoa uchafu mwilini, ikiwa ni pamoja na uric acid. Tangawizi inasaidia kuongeza mzunguko wa damu na kupunguza maumivu kwenye viungo. Unaweza kuongeza tangawizi kwenye chai yako au kwenye vyakula vyako vya kila siku. Chakula cha 10 ni uji wa oats pamoja na nafaka zisizokobolewa. Nafaka hizi husaidia kusawazisha kiwango cha sukari mwilini na kupunguza unene ambao ni hatari kwa watu wenye kiwango cha juu cha uric acid. Namba 11 ni kunywa maji mengi. Kunywa maji mengi kunasaidia kusafisha uric acid kupitia mkojo, na unashauriwa kutumia glasi 3 hadi 5 kwa siku za maji ili kuweza kusaidia figo zako kufanya kazi vizuri. Namba 12 ambao ni muhimu zaidi ni matumizi ya apple cider vinegar. Apple cider vinegar husaidia kuweka mwili katika hali ya alkaline, hivyo kusaidia kupunguza uric acid kwenye mwili, na pia inasaidia usagaji chakula na kusaidia kuondoa sumu mwilini kwa haraka zaidi. Unaweza kutumia apple cider vinegar vijiko viwili vya chakula ukaweka kwenye maji glasi moja ukawa unatumia kwa matumizi ya kunywa asubuhi pamoja na jioni. Sisi kama Naturemed Supply tunahakikisha kwamba tunawashauri wateja kuhusu mbinu za asili za kudhibiti uric acid kwa kutumia lishe bora na mtindo wa maisha ili kuweza kudhibiti hali hiyo kwa haraka na ufanisi zaidi. Pia tunatoa bidhaa ambazo zinasaidia kuondoa hiyo hali na kudhibiti kwa kiwango kikubwa bila madhara yoyote. Ikumbuke kwamba bidhaa zetu zote zinaandaliwa kwa misingi ya kibiolojia na zinazingatia tafiti za kisayansi. Huwezi kuendelea kuteseka na maumivu ya uric acid wakati kuna suluhisho ambalo lipo mezani mwako. Unachopaswa kufanya ni kufanya tu mabadiliko madogo katika lishe yako ili uone tofauti mkubwa katika afya yako. Kama wewe ni mgonjwa wa uric acid, unaweza ukatuambia kwamba ni njia ipi unaotumia kati ya hizo ambazo tumetaja hapo juu, au kama kuna njia nyingine ambayo unatumia na inakupa msaada zaidi, basi unaweza kutuambia hapo sehemu ya comment ili na wengine wapate kujifunza zaidi. Bila shaka umejifunza kitu kipi leo kupitia video hii. Tafadhali usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili kwa kwanza kuona video zetu pale tunapozi-upload. Acha maoni yako hapo sehemu ya comment, like pamoja na kushare na marafiki zako ili kuelimisha zaidi kuhusu vyakula 12 vinavyodhibiti uric acid.
Ikiwa unataka ushauri au tiba za asili zilizoandaliwa kwa misingi ya kibiolojia, basi unaweza kuwasiliana nasi kwa namba zinazopita chini ya screen ya video yako. Kumbuka kwamba Naturemed Supply inahakikisha uzima asilia kwa kila mtu. Asante kwa kutazama video hii, tukutane tena kwenye video zijazo. Barikiwa sana.